Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Wadau nchini wameonyesha wasiwasi wao kuhusiana na kukithiri kwa visa vya mimba za utotoni, huku kaunti ya Lamu pekee ikiripoti zaidi ya visa 1000 vya mimba miongoni mwa wasichana katika kipindi cha chini ya miaka miwili. Hali si tofauti kaunti ya Kajiado ambako mimba na ndoa za utotoni bado ni miongoni mwa tishio kwa elimu ya mtoto wa kike. Mwandishi wetu Akida Kasim anafichua takwimu za kutamausha na kuvunja moyo kuhusu hatima ya mtoto wa kike humu nchini, huku baadhi ya viongozi wa serikali wakifumbia macho swala hilo nyeti. Wakati taifa likijitahidi kuimarisha elimu ya mtoto wa kike na kupambana na mimba na ndoa za utotoni, takwimu za kusikitisha zinaonyesha kuwa maeneo ya pwani, hususan kaunti ya Lamu, yananakili visa vingi vya aina hiyo. Tangu mwaka 2024, kaunti ya Lamu imeripoti visa vya mimba 1073 miongoni mwa wasichana wa umri mdogo, kwa mujibu wa ripoti ya kikosi kazi cha jinsia cha kaunti hiyo. Kati ya hizo, visa 789 vilitokea mwaka 2024, huku vingine 284 vikirikodiwa kati ya Januari hadi Mei mwaka 2025. Shirika la kutetea haki za binadamu la Muhuri linatoa taswira kusikitisha zaidi. Mimba nyingi si matokeo ya mahusiano ya mapenzi ya hiari, bali ni matokeo ya ubakaji na ndoa za kulazimishwa. Visa vingi vikiwa haviripotiwi na vinakosa kushughulikiwa kisheria. Kitaifa, hali ni ya kutamausha zaidi. Kwa mujibu wa ripoti ya Baraza la Kitaifa la Kudhibiti Maradhi NSDCC, ni kuwa katika mwaka 2023 pekee, wastani wasichana 696 walipata mimba kila siku nchini Kenya. Mwaka 2024, Tume ya Haki za Binadamu ya Kenya KHRC ilinyoshia kidole cha lawama Wizara ya Afya wakati huo na baadhi ya magavana, ikiashiria kuwa hawafai kuendelea kuhudumu kwa kushindwa kuwalinda wasichana na kuhakikisha wanaendelea na masomo yao. Aidha, KHRC ilieleza kuwa wasichana wengi waliopata mimba bado wako nje ya shule bila msaada wa kisaikolojia wala njia ya kurejea masomoni, huku ndoto zao za elimu zikiendelea kudidimia. Katika kaunti ya Kajiado, hali si tofauti. Visa vya mimba za mapema na ndoa za utotoni zikiendelea kukithiri na kuitesa jamii, na elimu ya mtoto wa kike inadhoofika pakubwa. When they go for half term, they come back and they are pregnant. Hiyo mambo sio kama wasemulielewa hiyo maneno. Hata communities that have gone ahead hawaingilie watoto wa shule. Please, na waomba. As a government, we'll fight it. Takwimu hizi si tu za kushtua, bali ni za kuvunja moyo. Nyuma ya kila nambari kuna maisha ya msichana mdogo yaliyovurugika na janga linaloendelea pasipo kudhibitiwa. Wakati viongozi waliochaguliwa wakiendelea kunyamaza, swali ibuka ni je, nani atasimama kidete katika kulinda elimu na maslahi ya mtoto wa kike? Akida Kasim, KTN. Swala nyeti hilo tunatumai litashughulikiwa. Huku Waislamu duniani kote wakisherehekea